to keep practicing and improving. Yeah. Kabisa. Kwanza karibu sana kwenye show bab kubwa. Asante. Uko poa? Niko poa, wewe? Niko poa sana, shukuru. Hey, unajua nikiwa mtoto mdogo ilikuwa dream yangu ya kuhost Femi na yuko hapa siku ya leo. Kwanza karibu sana mara ya pili. Asante. Nataka nisikie. Kitambo kidogo ulipotoa ngoma Mbirikicho, okay, 5 years ago, yeah, ulikuwa umeka nywele yako ilikuwa imeachilia. Yes. Like haukuwa na short hair. Yes. Au ukitoa ngoma hiyo ya Mbirikicho, ni Mbirikicho au Mbirikicho? Mbirikicho. Kaka alikuwa kama kwa hiyo video. Yes. Si video vixen. Sisi muita hivyo. Si video vixen. Nani? Extra. Wanaita ngoma extra. Jumadem kwa video ni video vixen. Je, wanaume? Ni ma extras. Okay, so kaka alikuwa kwa hiyo video 5 years ago, that is Mbirikicho. Kutoka hiyo time, kipi kuinspire kwa ukatoa nywele hiyo, ilikuinspire mpaka kwa hii short? Nafikiria jani ya muziki ni jani refu, yeah, na ni process. So from Mbirikicho mpaka sahi, like unaweza tell I've grown so much as an artist, yeah, and also as a person. Yeah. Ndio maana unaona the short hair and, yeah, everything. Ni process, na kwa hiyo process I think unajifinding as an artist. Yeah. You find your sound, your image, your branding, unaji-understand kama an artist as the time goes by. Okay. Yeah. All right, Femi, ukiangalia on social media, your man the artist ambao wako na drip. You dress amazingly well. Thank you. You look amazing, Marcus. Let's just start from the shoe. Thank you. Luku ni moto. Kabisa. You look amazing. Do you have someone who dresses you? Do you have a designer, or do you inspire your own fits? I have a stylist. I'm working with Brian Babu, and when it comes to shoots and video shoots, photo shoots, we exchange ideas. But on a normal day to day, I think my style is old school, like napenda kuvaa sneakers and jeans and crop tops. My style is more of the 90s style, Aliyah kind of style. Right. Yeah. Okay. I want to hear from you. Si rahisi kwa wasanii wengi kwa kwenye label muda mrefu. Yeah. Wewe umekuwa kwenye Kaka Empire kwa muda sasa. Yeah. Ni ngapi sasa? So far? 7 years kwenye, yeah, Kaka Empire, yes, that is owned by King Kaka the legend. Yes. I want to hear from you. Kuna matatizo ya wasanii kukaa chini ya Empire. Kwa sababu Tanzania kuna baadhi ya wasanii ambao walikuwa chini ya label, Richie Mavoko, WCB, Harmonize wakatoka, si ndio? Kenya kulikuwa na that is EMB ya Bahati, kumekuwa na Mr Seed, David Wanda wakatoka. Kipi kinakufanya kwamba kila siku 7 years upo kwenye Kaka Empire? Kwanza mimi napenda kuwork in a team, yeah, kwa sababu muziki si rahisi, lazima, yeah, ukuwe na a group of people wenye wanakusaidia kufanya vitu. Yeah. So mimi napenda kuwork in a team, and my relationship with Kaka Empire walinichukua kama hakuna mtu ananijua. Okay. So my relationship with them it's beyond business. It's ni kama family. And I think wasanii kwa label, I think especially wasanii kusign wasanii, I feel like they really don't sign artists for good intentions, like really? Naonanga wanawasign for cloud, wasikie wamesign wasanii because in like 2 months 3 months down, yeah, the line unapata wamewa drop. Yeah. Sure. So I think mimi napenda kuwork in a structure. Kaka Empire tumetoana mbali manze na tuna go far. Kweli. Napenda kuwork kwa hiyo structure, and niko na pia dream ya kuanzisha label yangu, but I'll still be in Kaka Empire, but my label itakuwa under them, itakuwa under mimi, but mimi nitakuwa Kaka Empire. Okay. Nice. That's amazing. That's, yeah, like what Rayvanny amefanya. Kabisa. Amefungua next level music. Okay, Femi, umekuwa kwa game for quite some time. Yeah. From the time you're doing sci-fis. Yes. Kuna time ulifanya diss track. Yes. And of course there are females ambao wamekuwa kwa game but wanatoka. What makes you stay in the game for quite a long time? The industry is male dominated, and especially hata female singers awako wengi sana. True. But for rappers inakuwa ngumu zaidi kwa sababu society I think ina view rap as a man's job. And when you umesema I started out as a cypher artist, a freestyle artist, and ku evolve into being an artist mwenye anafanya ngoma zenye watoi wanaweza sing along ama wase wanaweza sing along. Ni very hard kufanya hiyo evolvement. Yeah. So it's very very hard, and also kitu nime notice na female rappers wa East Africa hawana originality ama hawako authentic. Unapata mdema anatokea ana rap kama Nicki Minaj, ana sound kama Nicki Minaj. So unashindwa ni wewe tutasikiza ama the real Nicki Minaj. And I think hiyo inafanya wakose kurelate na mafans. Yeah. So unapata wanakaa wanatokea and then wana disappear. And also muziki si rahisi. Muziki ni ngumu sana, and nafikiri madem hawezangi
hawakuangi na hiyo patience. Na wakipata challenges kidogo wanaona hii kitu si yangu, acha try something else. Kweli. Now before tuweze kuangazia your uniqueness kama Femi One, Femi Uno aka Madam Boss mwenyewe. I want to hear from you. Jana umetweet by the way kwa Twitter yako ukasema kwamba one thing about me, I'm not gonna sound the same or rap about the same thing in each and every song. I'm the most diverse artist of this generation. Kweli. Kivyako unaimba ngoma za mapenzi in a way that utaicheki. Mtoto wa ghetto from wapi? Roysama from wapi? Mwiki. I was born and raised in Mwiki. Okay. Yeah. Born in Mwiki. Unapiga muziki. Umetoa Adonai ambayo ni ngoma ambayo ni ya gospel ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Unapiga mikiki, ngoma ina gangster hivi. Pia unapiga ngoma mapenzi. Kipi, I mean, which the siri kwa Femi One? Siri moja. I think mimi nimekuanga tu mimi kutoka nianze. Nimekuja kama mdemu wa Mwiki, mdemu anaongea sheng, mdemu wa mtaa. And I've been that since nianze, and I think hiyo ndio kitu moja imefanya nikue kwa game this long, and imefanya nikue top kwa sababu hakuna Femi One mwingine. Like hata uanze kurap, there's so much power in being yourself kwa sababu hakuna mtu kama wewe. And kuongea kuhusu being diverse, I think inakuja na experience, na ukiendelea the more unafanya hii muziki, the more unakuwa experience, the more una try vitu different. Kabisa. Of course, Femi umefanya collabo na different artists and Viri. So what do you look at before ufanye collabo na mtu, and do you charge for collabos? I don't charge for collabos. Lazima ikue, it's either I like you as a person ama I really like the song. Nimefanya ngoma na Keyo, msanii mpya wa Mombasa. Na nili like tu vibe yake, nili feel ako very talented, and sikuwa na shida yote kujump on the track here. And by the way, talking about KO, that is called Kenya all the way from Mombasa. That guy from 3 na naimba vizuri sana. So, kwa hiyo ngoma yako ya Chora kati yako na Femi One ulimwambia ati niko pwani ndio maana penzi letu limefua dafu, umenipiga KO but it's okay. Nataka sasa tuasimu in short Femi Tony anaomba collabo. Clearly hata before collabo nataka uniambie hizo words mimi sasa. Ni asimu mimi ndio KO sasa. Mimi ndio KO wa Nairobi. It's okay guys, you want KO but Tony ndio yuko. Tony who's around. So nipigie hiyo line yako. I think tutacheza after tumemaliza interview. Ndio nitakuimbia usijali. Imekuwa emotional. It's okay. Okay, now hebu nikuulize swali. Ngoma fulani ya ambayo ulitoa mikiki, si ndio? Ngoma fulani kwanza amazing sana. Who was the director behind that video? It's Trey Jules. Very big shout out to Trey. Now, kwa hii song kuna place ulisema kwamba boy mwenye akona currency ndo naweza vibe. Katika hii ngoma mikiki. Okay? Ulisema kwa hii line fulani boy mwenye akona currency naweza vibe. True or false? True. And that's the story of currency. Ajanza leo. There's a time she sang akasema ana do ati alipe Uber. Okay. So Sondeka. I want to hear from you. Ulisema kwamba boy mwenye akona currency kwa hii ngoma yako mikiki unaweza vibe naye. Je, katika kuandika ngoma uliandika tu kwamba unaweza vibe na yeye ama huyo boy wa currency yuko una vibe na yeye? Wako hata si yuko wako. Wow. So wako. So kazi wengi sana. Line ni ndefu. Kweli. Na unajiandikia ngoma mwenyewe? Yes. Okay. Yes. That is pure greatness. Greatness. By the way, my album is coming out inaitwa Greatness. We'll talk about that. Bade shikilia hapo. Alright, you've said you write your own songs. So do you write from real time experiences, or do you just think of something and go down? Most of them kama Adonai ni real life experience. Kipetero Kiesu ni real life experience. And zingine unaenda tu kwa studio and you start vibing. Great things. Okay, so I think it's that time before tuweze kuangazia album ambayo inakaa in 9 days, because jana ulipost kwa Instagram ukasema 10 days album is coming. Now it is 9 days remaining. Now we are talking about Adonai, you and Ban Mziki kama sijakosea lake. Ban Mziki. Nataka nisikie Adonai ngoma umeitoa from inspiration. Nimeshika sana by the way. Right? Ulikuwa na idea gani before kwanza tuanze hapo? Really? Idea ambayo ilikuwa behind that song. Nimekuwa na relationship with God. And especially na feel like creatives tunakuanga na very personal relationship with God. And God amenitoa far manze, and I think
amenichange life so that's something niko grateful for and hakuna kitu naweza mripe nayo other than kumuimbia so that's why Adonai amekutoa fano na mwita fafa. Yes. Aha, basi. Amazing. I think she should tell us now about the album that is set to launch. Yes, my album is coming out on the 31st of this month inaitwa Greatness. Iko na 14 tracks. I have 4 features from Kenya, right, 2 features from Uganda, 1 feature from Tanzania and 1 feature from Zambia, and it will be like one of the greatest album, male or female. Yani e album from the to make a quality from the videos, from the production, from the artwork, manze. To put in so much. Make sure you stream this album when it comes out and in your standard ya generations to come, manze. In your marking scheme. Kabisa. Umesema kwamba hii album iko na 4 collab from Kenya, 2 from UG. Kenya ni kushow kwamba King Kaka Kosi kwa hii collab. Hiyo ndio the reasons kumweka kwa album kwa sababu wase walikuwa wana expect. So King Kaka hayuko album yako? Hayuko kabisa. Na tupate kasiri. Yes. It's one female. Actually my album iko na 1 female peke yake na ni Kenya. No. Nadia Mukami? No. Banbeka? No. Nani mwingine? And I'm featured on their album Banbeka. Album yao ni kali sana. Kabisa. Sosun? No. Nani mwingine? Fee? No. Hey. Okay. Tupatie leta ya kwanza. Mwenye ata guess the female artist nampatia hii jumper. Sahi. No. Saru Manyaro. No. Hey. Jamani hii jumper lazima toke nayo. Nani mwingine? Nipatie ni guess. If you're watching this, guess uniandike kwa social media mwenye na get nampatia jumper ya Greatness. Tuambie ni nani amekuwa featured. Only one female in my album. And it's she's from Kenya. No. Okay. Nani mwingine? Amejaribia kutosha I know. Hata exam mpati wangu is those any chances. Alright, Femi, you can tell people where they can get your new music, your social media. Yes, so I have a new song inaitwa Adonai. It's out on YouTube. Make sure you go to YouTube and watch the video, comment, share, subscribe, and also my album is coming out, Greatness. In a drop on the 31st, and make sure you follow me on social media. Instagram Femi1, Facebook Femi1, Twitter Femi1. Kweli. Now before tukuache uweze kulaunch the brand new song that is Adonai featuring Aban Mziki, kuna maswali kadhaa tunaulizanga msanii before tumalize interview. Utaniambia just like 10 seconds, si ndio? Your last time kupiga selfie kwa lini? Nimekawia kupiga selfie. Nimekawia. Can you remember ulipiga selfie mara mwisho lini? Maybe like 2 weeks ago. 2 weeks ago. Na uniambie ungepewa nafasi kwa ngoma gani kati hizi mbili ungeua? Lala ya Rayvanny na Jux ama ngoma fulani ngoma ya Diamond ya Tetema na Rayvanny? Of course Tetema. Ungeua Tetema. Sana. Mimi kwa collab zote na kwanga nimeua. Zote. Yeah, ndio marking scheme. Stand out. Collab sana. Uko na viatu pia ngapi? Sijui niko na a lot of sneakers. A lot of sneakers and maybe like 10 heels. Swali la mwisho. Ukaambiwa sahihi umwambie kitu Aziad, utamwambia nini? One message to Aziad. Najua mnataka tuongelee about utawezana, lakini Ezekiel Mutua alisema tutaongelea jioni. Hebu niambie your message to Aziad. Sasa ukapata nafasi uweze kutoa ujumbe kwa mwanadada kwa jina Aziad. Your message tukamalizia. Kusema kweli sina any message like you know what happened with me Aziad, like anajua nili reach out kwake na nilimwambia asante, but she chose not to mention that. alichoose kunyamaza, which will make mimi the bad guy. So sina kitu ya kumwambia, like we both know the truth. Mara nyingi nimeona kumekuwa na hizo argument on Twitter kati ya Aziad na Femi1, nani ambaye ako right na ako wrong. Because mwisho wa siku ngoma yako alifanya challenge ya utawezana kati yako na Meja, iko over 12 million views on YouTube, na baadaye mwisho wa siku anasema haukumlipa ama appreciate. It is what it is. It is what it is. And now, for the first time, guys, on Bomba la Sanaa, Femi1 amefika. And for the first guys, we are launching for the first time this amazing brand new song inaitwa Adonai. And 5, 4, 3, 2